wameweza kufanya vizuri katika matokeo licha ya changamoto ya kiafya. Lakini mbali na kufanya vizuri, wanapaswa pia kuchukua tahadhari ya kiafya, kwa sababu wanafanya vizuri sawa, lakini likitokea changamoto ya masuala ya kiafya, kuna haya magonjwa ya mlipuko, haitofanya tena vizuri shule. Badala yake tutaanza kutumia muda mwingi. Na hapa kwa gazeti la Nipashe, mjomba, tueleze vizuri. Naona kuna picha hapo, picha ambayo ili tujue tunazungumzia nini. Sijui umeelewa? Kuna picha ya ni choo cha wanafunzi. Kuna picha ni choo cha wanafunzi chakavu kulikweli. Sasa inawezekana kwanza ikawa ni chakavu, lakini pia ni kimoja. Kwa hiyo watu wanachangia. Unajua kuna katika shule zetu hizi kuna changamoto ya upungufu wa matundu ya vyoo. Ndio. Unaweza kukuta shule ina mikondo 7, kwa maana madarasa 7, choo kimoja ama viwili. Sijui umeelewa, watu wanashare hapo. Ndio. Lakini mbali ya kushare katika hivyo hakuna usafi. Kwamba sasa kwamba unaingia chooni, kwa kuna vitu vingi ambavyo vinaibuka hapo. UTI utapata hapo, lakini matatizo mbalimbali. Kwa nafikiri tuipongeze shule, lakini pia viongozi wa shule, viongozi wa serikali ambao wamebeba dhamana katika hiyo shule, katika kama ni kata ama jimbo, wahakikishe kwamba mazingira ya shule yanakuwa salama. Bila kuwasahau wazazi pia. Yes. Wazazi na walezi pia wana jukumu. Mara nyingi wazazi wamekuwa wakijiweka pembeni napofika swala la miundombinu ya shule. Napofika ile swala la miundombinu ya shule, wazazi wanakuaga kwamba bwana, hilo jukumu la serikali, jukumu la walimu, jukumu la nini. Na kuna baadhi ya wazazi hata mtoto akienda na maji shuleni, kwa maana maji ya usafi, kwa sababu kuna baadhi ya shule kusema kweli zipo kwenye mazingira magumu kidogo. Sasa yale maji ya kufanyia usafi, vile vyoo vinafanyia usafi kila baada ya muda gani? Je, wanaofanyia usafi pia wana ujuzi wa hizo tuseme hiyo taaluma ya kufanya usafi vyooni? Kuna dawa za vyoo, sababu wanaofanya usafi wa vyoo ni wanafunzi wanaotumia vyoo vyenyewe. Dawa za vyoo zipo, sabuni zipo. Watoto wanajua hizi kanuni za afya, anajua akitoka chooni anatakiwa nawe mikono na maji na sabuni. Kuna wakati fulani nakwambike, nilikuwa na miaka fulani watu walihimizwa sana zile ndoo ambazo hata wakati wa kipindi cha corona kile, ndoo ambayo ukitaka kunawa unakanyaga tu kwa mguu alafu maji yanatiririka, unanawa pale na mambo mengine yanaendelea. Je, zipo sasa hivi mashuleni? Wazazi mnaenda kwenye vikao vya shule, huko mnajadili nini? Au ndio vile tumemwachia mwalimu mkuu, tumeachia serikali? Ni nafasi ya wazazi pia. Nafikiri changamoto ambayo wazazi wako nayo ni kujisahau na ile kauli ya kwamba elimu bure. Kwa naamini kwa sababu elimu bure, basi hawana sababu ya wao kuchangia hata masuala ya kimaendeleo ya afya ya watoto wao, vyakula mashuleni, kwa sababu anayokula ni mtoto wako. Afya ni ya mtoto wako. Kwa sababu mtoto akiathirika kiafya, bado jukumu litakuwa la kwako wewe mzazi ama mlezi. Sio kwamba shule itakuja kumhudumia huyu mtoto masuala ya afya. Kwa nafikiri wazazi na walezi tuna jukumu la kuhakikisha sasa mazingira ya shule ambazo wanasoma watoto wetu ni salama. Kwa maana kuanzia kwenye masuala ya vyoo, masuala ya vyakula, manake ili mtoto aweze kufanya vizuri shuleni, akili iweze kutulia, awe ameshiba, lakini pia afya ni jambo la msingi sana. Kwa nafikiri wazazi tusikwepe majukumu mengine. Ni kiasi cha kuamua tu kupitia vikao halali vile vya mikutano ya shule kwamba tunachangia kila mwezi shilingi 500 kwa ajili ya usafi wa vyoo, tunachangia shilingi 1000 kwa ajili ya chakula cha mtoto shuleni. Nafikiri ni jambo la msingi sana. Tusione kwamba hili ni jukumu la serikali ama la shule, kwa sababu serikali ilitangaza elimu bure. Sawa, elimu bure, lakini serikali haiwezi kufanya kila kitu. Wewe mzazi, mchango wako ni upi? Ni mchango ni kumpeleka tu mtoto shule na kumwacha ndio naamini kwamba umeshatimiza wajibu wako? Kwa baadhi ya wazazi na walezi wamekuwa na huo mtazamo kwamba serikali imetangaza elimu bure, basi kila kitu wao wanatakiwa kifanyike bure, na yeye mzazi jukumu lake ni kumchukua mtoto tu na kumpeleka shule. Sio sawa. Sawa. Msikilizaji, tunapata break, tayari ni 1:33 na